Kuna nyakati kwenye soka fedha hushinda kila kitu, lakini zipo nyakati nyingine ambazo maamuzi makubwa hayafanywi kwa kuangalia mkwanja uliopo mezani, ila ni kutokana na kile ambacho kipo moyoni. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Prince Dube, wakati vigogo wa soka Afrika wakivutana kuania saini yake, huku mezani kukiwa na ofa za zaidi ya shilingi bilioni 2 kwa pamoja kutoka Libya, Afrika Kusini na Tanzania. Mshambuliaji huyo wa Zimbabwe alifanya uamuzi ambao haukutegemewa na wengi. Badala ya kuendelea kutafuta mafanikio katika ligi zenye ushindani mkubwa na mishahara minono, Dube amegeuza usukani na kurejea nyumbani Zimbabwe, ambako amesaini mkataba miaka 2 na Hard Rock FC. Kwa wengi ulikuwa uamuzi wa kushangaza, kwa wanaomfahamu kwa karibu ulikuwa uamuzi ambao alikuwa ameubeba moyoni muda mrefu. Sasa moja ya chombo cha habari kimebaini kuwa nyuma ya uamuzi huo kulikuwa na sababu zilizokuwa nzito kuliko fedha. Wakati Al Ittihad ya Libya ikimwekea mezani ofa ya zaidi ya shilingi bilioni 1 na Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini ikifuata kwa ofa inayokadiriwa kufikia shilingi milioni 950, huku Yanga nayo ikifanya juhudi za mwisho kumbakisha kwa mkataba mpya wenye maslahi makubwa, Dube alikuwa na mawazo tofauti. Vyanzo vya karibu na mshambuliaji huyo vimekiambia chombo hicho cha habari kuwa baada ya miaka 6 kucheza nje ya Zimbabwe, alipoondoka 2020 na kutoa Tanzania katika kikosi cha wapika chapati Azam FC kisha Young Africans, mshambuliaji huyo alihitaji kurejea nyumbani ili kuwa karibu na familia yake na kuanza maisha mapya akiwa karibu na watu wake. Nikinukuu chanzo hicho kimesema, fedha ni nzuri sana, lakini wakati mwingine kuna mambo ambayo hayawezi kununuliwa kwa pesa. Prince aliona umefika wakati wa kurudi nyumbani, alihitaji utulivu wa maisha na kuwa karibu na familia yake. Hilo ndilo lililobeba uamuzi wake. Mwisho kunukuu. Inaelezwa uongozi wa Young Africans ulikuwa kama haujafikia mwafaka wa kumpa mkataba mshambuliaji huyo ambaye mwenyewe aliona bora afanye uamuzi wa haraka kabla mambo hayajawa mabaya kwake. Kwa mtazamo wa kawaida, unaweza kusema Yanga imepoteza mshambuliaji aliyekuwa na uhakika kufunga mabao yasiyopungua 10 kila msimu, lakini ukiangalia kwa undani utaona amepoteza silaha muhimu kwao. Dube hakuwa mshambuliaji wa kusimama ndani ya boksi kusubiri mipira pekee. Alikuwa na uwezo wa kucheza kama namba 9, lakini pia akitokea pembeni, hasa upande wa kushoto, akitumia nguvu na kasi ingia katikati na kumalizia mashambulizi. Kila Yanga ilipohitaji kubadilika kimfumo kutoka kutumia mshambuliaji mmoja hadi wawili, Dube alikuwa suluhisho. Alicheza sambamba na Clement Mzize kabla ya kuumia, na msimu huu kuna nyakati alicheza pamoja na Laurindo Aurelio Depu. Hivyo kuondoka kwa Dube kunailazimisha Yanga kufanya maamuzi mapya katika dirisha lijalo la usajili, ambapo kwa sasa timu hiyo imesalia na washambuliaji watatu, mmoja wao akiwa ni Depu ambaye pia alikuwa akitajwa huenda kaondoka kutokana na kukosa nafasi ya kutosha, hasa baada ya Yanga kuachana na aliyekuwa kocha wake Pedro Goncalves. Hata hivyo, katika mechi za mwisho wa msimu alionekana kurejea kwenye ubora baada ya kufunga mabao 3 katika mechi 5 za mwisho za Yanga katika mashindano yote. Washambuliaji wengine ni Clement Mzize ambaye anatarajiwa kurejea kikosini msimu ujao baada ya kukosekana sehemu kubwa ya msimu uliomalizika kutokana na majeraha, huku Emmanuel Mwanengo akibaki kuwa chaguo lingine licha ya kushindwa kupata nafasi ya kutosha tangu alipojiunga na timu hiyo.